Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imedhamiria kuteka maeneo zaidi huko katika ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Serikali imeidhinisha mabilioni ya dola katika ujenzi wa makazi mapya katika eneo la ukingo wa magharibi. Waziri wa fedha wa Israel mwenye msimamo mkali ameruhusu dola milioni 843 kupanua makazi katika eneo la ukingo wa magharibi. Huu ni mpango wa miaka mingi uliopita na unafadhili makazi mapya katika maeneo ya ukingo wa magharibi. Namna ambavyo Israel imepata maeneo haya ni kupitia uvamizi uliofanywa na walowezi kutoka Israel ambao wamewatimua raia wa Kipalestina katika maeneo ya mipaka ya miaka 1948. Hata hivyo, Israel imetumia jeshi lake kushirikiana na wananchi kuwatimua wa Palestina katika maeneo yao. Waziri wa fedha wa Israel mwenye msimamo mkali Bezalel Smotrich ametenga fedha hizo takribani dola milioni 843 katika kipindi cha miaka 5 ijayo ili kupanua shughuli haramu za makazi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, katika kile ambacho vyombo vya habari vya ndani viliuelezea kama uhusiano wa kiuhalisia. Gazeti la kila siku la Israel la Yedioth limeripoti mnamo siku ya jana Jumatatu kwamba fedha hizo zilitengwa kwa ajili ya kujenga makazi mapya, kufungua barabara za kuingia, kuimarisha usalama na kurasimisha rekodi zinazowakilisha mgao ambao haujawahi kushuhudiwa. Hii ni sababu kuu inayofanya serikali ya Israel kukataa kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Maana yake ni kwamba mipango mikubwa ni kuiteka eneo la ukingo wa magharibi pamoja na ukanda wa Gaza kwa ujumla. Sehemu kuu ni pamoja na kuhamisha vituo vitatu vya jeshi la Israel hadi maeneo ya ukingo wa magharibi yanayokaliwa kwa mabavu, ambayo gazeti hilo limetaja kwamba ni hatua kubwa iliyotekelezwa wakati huu. Mabilioni ya shekeli yanalenga kuunda upya makazi, gazeti hilo liliandika, likibainisha kuwa bajeti inashughulikia uhamisho wa kambi za kijeshi, maendeleo ya miundombinu kwa ajili ya makazi mapya kadhaa, barabara za kufikika na mifumo ya ulinzi iliyopanuliwa. Mpango huo wa miaka 5 unalenga vipengele vyote vinavyoimarisha utawala wa Israeli katika eneo la ukingo wa magharibi ambao unakaliwa kwa mabavu. Siku za hivi karibuni kumetokea mapambano kati ya raia wa Kipalestina na wale wa Israel ambao wamekuwa wakihakikisha wanakuwa na maeneo ya kutosha katika ardhi ya Wapalestina. Israel inaamini wanapaswa kumiliki eneo hilo katika Palestina, wakiamini kupitia vitabu vyao, hatua ambazo ni za kutumia mabavu. Chini ya mpango huo, Israel itaanzisha makundi ya unyonyaji ambapo maeneo yenye nyumba 20 kila moja kuruhusu walowezi kuhamia na kuunda viini vipya vya makazi. Serikali itahamisha dola milioni 93.4 kwa makazi yote mapya, ikijumuisha ruzuku ya dola milioni 49.8 na dola milioni 43.6 kwa shughuli za nchi. Makazi yaliyopo yatapokea dola milioni 135 kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu na dola milioni 93.4 zaidi zitakwenda kwa baraza la walowezi wa kikanda una mitaa. Mojawapo ya hatua muhimu zaidi ni mpango huo wa kutenga dola milioni 70 kuunda kitengo cha usajili wa ardhi. Ardhi ya Wapalestina itasajiliwa sasa kuwa ni ya walowezi wa Kiyahudi na kwamba ni kwa ajili ya Israel. Utekaji katika ukingo wa magharibi unaokaliwa umerekodiwa na utawala wa kiraia wa Israel badala ya sajili rasmi za ardhi katika Israel. Maana yake ni kwamba maeneo yote hayo yatakuwa sehemu katika Israel. Netanyahu anaripotiwa kuunga mkono uhalalishaji wa kupanua makazi haram ya ukingo wa magharibi. Hata hivyo, kumekuwa na mabadiliko madogo ya idadi ya watu yaliyotengenezwa. Chini ya mpango huo, rekodi zote za ardhi zitachorwa na kuhamishwa kwa sajili maalum inayokaliwa katika ukingo wa magharibi. Kitengo hiki kitaajiri wafanyakazi 41 na kinalenga kurasimisha takribani dirham 60,000 ifikapo mwaka 2030. Mpango huo pia unatenga dola milioni 43.6 kufungua barabara za kufikika hasa kwa mahitaji ya jeshi la Israel na dola milioni 46.6 kwa miaka 3 kuboresha mabasi ya shule ya kivita. Waziri wa ulinzi Israel Katz anatarajiwa kutoa ufadhili wa ziada kwa uzio mahiri, tovuti za vifaa, kamera na mifumo mingine. Smotrich mnamo Jumatatu kupitia ukurasa wake wa X alidai ukingo wa magharibi ambao
Waisrael wanaotambua kama Judea na Samaria ni ukanda wa usalama wa Israel, akiongeza kuwa anajivunia kuongoza mapinduzi ambayo yataghairi wazo la kugawanya ardhi, kwa maana kuwepo kwa taifa la Palestina na Israel. Kundi la Israel linalopinga makazi ya Peace Now linakadiria walowezi wapatao 500,000 wanaishi katika makazi haramu ya ukingo wa Magharibi na wengine 250,000 mashariki mwa Yerusalemu. Katika maoni ya kihistoria, mwezi Julai mwaka jana, mahakama ya kimataifa ya uadilifu ilitangaza kukalia kwa mabavu ardhi ya Palestina kwa Israel na kutoa wito wa kuondolewa kwa vitongoji vyote vya walowezi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, comment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.